Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa waziri mkuu wa Tanzania ambapo wengi hawakutarajia na ni mtu ambaye hakuzungumzwa sana. Tulisikia maneno mengi kwamba atakuwa Tulia Ackson, baadaye tukasikia atakuwa Paul Makonda, lakini mwisho wa siku Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemteua aliyekuwa waziri wa fedha Mwigulu Nchemba na kuwa waziri mkuu wa Tanzania, na hii ni baada ya aliyekuwa waziri mkuu kutangaza kutoendelea na kiti hicho cha waziri mkuu kwamba amestaafu. Ndio maana kama rais akamteua waziri mkuu mwingine ambaye ni Mwigulu Nchemba. Bila shaka walichokuwa nakisubiria kwa hamu wa Tanzania kuona nani anaenda kuwa waziri mkuu wa taifa hili hatimaye kishajulikana kwamba Mwigulu Nchemba ndiye atakuwa waziri mkuu wa nchi ya Tanzania baada ya Majaliwa kupumzika kwenye uwaziri huo. Lakini kinachosubiriwa kwa sasa hivi ni kujua nani atakuwa waziri wa fedha baada ya Mwigulu Nchemba kuondoka kutangazwa kwa waziri mkuu wa nchi. Je, nani atakuwa waziri mkuu wa fedha? Kumeibuka na maneno kadha wa kadha kusema kwamba atakayekuwa waziri wa fedha atakuwa ni Bwana Ridhiwani kijana wa Kikwete, lakini yote kwa yote ni uvumi kama uvumi mwingine unaoendelea mitandaoni kwamba fulani atakuwa waziri wa hivi, fulani atakuwa waziri wa hivi, lakini yote kwa yote tunasubiria nani atakuwa waziri wa fedha baada ya Mwigulu Nchemba kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Bila shaka kila mmoja maswali yake ashapata majibu, nani ni waziri mkuu, lakini pia swali lililobaki kwa walio wengi ni kuhusiana na nani atakuwa waziri wa fedha na nani atakuwa naibu spika wa bunge. Naam, nikukumbushe mwanafamilia, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanaendelea kutokea ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania.